Oscar Sudi responded to the deputy president during the weekend. Alikuja na makasiriko mingi sana akiambia the deputy president, oh, you cannot limit me, what and what and what. Okay, let me just tell Oscar Sudi this. One, sisi hatutaki kujua mali umetoana na deputy president. And another thing, before I say this, I want to clarify that I have never supported Kenya Kwanza. I will never support Kenya Kwanza. I am a member of ODM. But ikifika ni issue ya mtu wetu wa mlima, nitamtetea. Oscar Sudi, you have to respect the deputy president. You have to respect Rigathi Gachagua. We are not begging as the people of Mount Kenya. It's a demand and you must fulfill. Kwa majina mimi naitwa Brenda Kangai. Mimi ni msichana wa Mlima Kenya. And nasemanga I am a very proud daughter of the mountain. Na najua kuna watu inawauma nikisema hivyo, lakini itabidi mzoee. Mimi ni mtoto wa Mlima Kenya. Lazima niongelele issues ambazo zina affect watu wa Mlima Kenya na Wakenya wengine. So, mimi nitakuwa na vai kiti ya woman representative Nairobi County 2027. But for now, I want to be updating Kenyans what is happening each and every day. So, let me look at what Oscar Sudi responded to the deputy president during the weekend. Alikuja na makasiriko mingi sana akiambia the deputy president, oh, you cannot limit me, what and what and what. Okay, let me just tell Oscar Sudi this. One, sisi hatutaki kujua mali umetoana na deputy president. And another thing, before I say this, I want to clarify that I have never supported Kenya Kwanza. I will never support Kenya Kwanza. I am a member of ODM. But ikifika ni issue ya mtu wetu wa mlima, nitamtetea. Oscar Sudi, you have to respect the deputy president. You have to respect Rigathi Gachagua. We are not begging as the people of Mount Kenya. It's a demand and you must fulfill. Because His Excellency Rigathi Gachagua ndiye mlitumia mkakuja kutuuzia wheelbarrow na mikokoteni na mkakuja kutuita maskini ati wa mama mboga, watu maskini, sijui serikali ya maasla. You targeted Gachagua to bring you to the mountain. Na mka corrupt akili za watu wa mlima, mkachukua kura za watu wa mlima, mkaenda nazo UDA. So if Rigathi Gachagua helped you to lie to the people of Mount Kenya, the people of Mount Kenya, they will demand respect of their leader and they will demand the shares that zenye aliwaletea huko UDA. Remember, nyinyi mlisema mkasema ya kwamba wale watu wamesaidia serikali kupata uongozi ndio watashughulikiwa kwanza. Rigathi Gachagua alikuja na kura ngapi za watu wa mlima? You have to respect that man. As much as I differ with Gachagua, I have never supported Gachagua, but he has to be respected. And Gachagua don't beg anybody, demand your respect. And kama respect, vunja hiyo ndoa. Come to the people of the mountain, tell them things are wrong. Uko mali nilienda na hao watu wanitaki, hao watu wameanza kunifanyia madharau. Just show me a way. Nifanye nini? That is what you can do, the deputy president. Lakini madharau ndogo ndogo ya kudharauliwa na mtu class 2 dropout, Oscar Sudi, mtu amefika class 2 hajui kuandika jina yake na kuja hapo na kudharau. Don't tolerate such nonsense nani. Don't. And that's the reason why I always tell people, mimi nakuanga kwa chama ya wangwana, chama ya ODM, that ukinikosea hakuna mambo ya kutumalizana kesho. Tumalizana hapo. Unaongea hiyo siku. Unaambia mtu wewe umenikosea heshima hapo. The deputy president, stop running and taking a very long route to kufikisha message yako kwa watu. No. Tell them I am the deputy president of Kenya. I didn't beg for this position. I worked for it. I deserve it. I corrupted the mind of my people. Nikawadanganya, tukakuja na kura, tukaform ASLA government, which aishughulikiwa Kenya. I have to ask, where are the shares of the people of Mount Kenya? And if you're not giving me, si lazima ukae UDA. It's not a must. Utakosewa aje heshima na watu wa class 2. Oscar Sudi,
Oscar Sudi hata una adabu. Class 2 dropout. And you are yapping pia. Unasimama kwa mkutano, you abuse the president, the deputy president, and you think that umefika. My friend, apart from political parties, politics, my friend, ikifika ni issues za Mlima Kenya, we will defend our very own 100%. Mutatuita traitors, vigeugeu, sijui nini, na hiyo haitatustua. There is nobody will abuse anyone from Mount Kenya. As much as the deputy president alifanya Uhuru akakandamizwa, akadharauliwa, no. We will not allow anybody from Mount Kenya and the people of Mount Kenya. Sasa sisi tuna witness watu wetu wakiaibishwa na wakidharauliwa. Remember, other communities are joining na wanasema angalieni mlima, angalieni hiyo Mlima Kenya. Saizi hata ina mwenyewe walifukuza Uhuru. Sasa hata huyu ni Gachagua. Other people are laughing at us. Defend your very own. Na mimi nilisema nikasema, and I repeat, Oscar Sudi, I know machungu yako ilitoka Limuru 3. Kama unataka kujinyonga, jinyonge. Limuru 3 was there. It will be another Limuru 4 very soon. We will meet. We will talk our own issues. Ukiumwa unda Sugoi 1. My friend, we will not even attend. Hata hatutashughulika. Sisi tutakuwa very busy to do other things. So, Oscar Sudi, aibu sana. Heshimu your deputy president. Ndo mtu aliwasaidia kudanganya watu wa mlima. Watu wa Mlima Kenya 100% sisi tulikuwa tumefuata Uhuru. Tulikuwa tumefuata Uhuru akatuambia tuchague Raila. But Gachagua alikuja akaambia watu hapana. Hii ni serikali tunataka kuunda ni ya mahasla, ya mama mboga. Saizi huo mama mboga ashughulikiwi, angaliwi hata. Na unaona mtu anasimama hapo anajiita Oscar Sudi, sijui naongea ati mimi ni kijana ya president. My friend, we don't care. We don't care who you are, but you have to respect leaders from Mount Kenya. And by the way, unaweza kosa hata ku respect leaders from other region, but Mount Kenya community and one Raila Amolo Odinga, we will not negotiate. We will not negotiate. Me, anybody who disrespect leaders from Mount Kenya and who disrespect Raila Amolo Odinga, a very big X. Yes, and that's my take.